Maandamano nchini Kenya yameanza tena kwa mara nyingine tena. Tunakumbuka mwaka jana mwezi kama huu Juni 25, maandamano yalifanyika nchini Kenya ambayo yalikuwa maarufu kwa jina la Gen Z, kwa maana Generation Z. Na maandamano haya yalikuwa yakikusudia kupinga ongezeko la kodi katika bidhaa mbalimbali nchini humo ambalo bunge lilipanga kupitisha. Lakini maandamano hayo yalifanya kwa maana mswada huo ukashindwa kupitishwa baada ya maandamano kufanyika. Lakini tunakumbuka namna gani ambavyo baadhi ya wananchi na raia mbalimbali ambao walipoteza maisha baada tu ya maandamano hayo kuchukua sura nyingine, ikiwemo waandamanaji hao tuliona namna ambavyo walivamia bunge la nchini Kenya, na tukashuhudia baadhi ya machafuko ambayo yaliendelea, ikiwemo watu kadhaa kupoteza maisha. Sasa waandamanaji hao leo pia wameadhimisha kwa maana kufanya tena maandamano hayo wakienzi kila ambacho watu ambao walipoteza maisha. Nimeona pia baadhi ya wanasiasa kiwemo Babu Owino ambaye ni kiongozi wa mlengo wa kushoto ameingia pia na yeye jijini Nairobi kuungana na waandamanaji wengi ambao ni vijana na watu ambao wengine pia ambao wanaguswa na mahali maisha ya nchini Kenya kwa maana ya hali ya kiuchumi pia. Wiki kadhaa zilizopita pia tulishuhudia polisi namna ambavyo imetolewa taarifa kwamba kuna baadhi ya raia na baadhi ya wananchi ambao wamekuwa wakipotea kwa maana utekaji na watu ambao hawajulikani, na imekuwa ikichukua sura mpya. Kesi zimekuwa mbalimbali ambazo zikianzishwa na wanaharakati nchini Kenya wakipinga vyombo vya kisheria kwa maana ya polisi na mamlaka husika ambazo nchini Kenya zimekuwa zikiteka watu na kuweza kuwapoteza, ambapo uongozi wa Ruto umekuwa ukituhumiwa kwa kushiriki katika hiki. Lakini waandamanaji wengi pia hata siku ya leo pia wakiwemo barabarani wamebeba mabango mengine wakisema kwamba Ruto must go, kampeni ambayo pia katika maandamano yaliyopita waliimba pia hii kampeni. Lakini mpaka sasa hivi bado hakuna taarifa ambayo imetoka kwamba maandamano hayo yatafikia level gani, lakini tayari polisi wameanza kufanya kuyazuia maandamano hayo kwa maana kutumia baadhi ya mabomu ya machozi na baadhi ya vitu vingine ambavyo vinasaidia kuwatanya waandamanaji. Lakini pia Wizara ya Mawasiliano kwa maana ya nchini Kenya imezuia television mbalimbali nchini humo kwa maana vyombo vya habari kurusha live maandamano hayo ambayo yanaendelea nchini Kenya, ikiwemo katika taarifa ambayo imetoka inaelezwa kwamba vyombo vya habari vilikuwa vikifanya katika kuripoti matukio hayo live inasababisha ambavyo wananchi kuongezeka zaidi kwa maana kwenda kuhamasika kwenda kuandamana. Kwa hiyo katazo hilo limeletwa na taarifa hii imeeleza kwamba itakuwa ni ukiukaji wa kisheria endapo vyombo vya habari nchini humo vitarusha live maandamano hayo. Lakini bado kutoka katika taasisi mbalimbali kwa maana vyombo vya habari haijatoka taarifa rasmi kwamba wenyewe watakubali ombi hilo ama wataendeleza kutoa hizo taarifa ambazo za wananchi nchini Kenya wakiwa wanaandamana. Niambie pia na wewe unadhani katika hiki ambacho kinachoendelea Kenya nini kifanyike hasa, na una ushauri gani hasa katika hili? Na pia kama Tanzania pia tunalipi la kujifunza kutokea Kenya hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi? Mimi naitwa Victor Madaha, hii ni Bongo Plus TV. Asante.